Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania katika nyanja za kisiasa. Taarifa zingine za kifo za mfikia Samia Suluhu Ikulu ya Dodoma baada ya mbunge mkubwa wa CCM kuaga dunia tena. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, kisha nikujuze yale yote ambayo yamejiri. Tanzania imeingia katika majonzi makubwa baada ya taarifa mpya za kifo kufika Ikulu mjini Dodoma na kumwacha Rais Samia Suluhu Hassan akionekana kusikitishwa na mwenye machozi na kulia na kuondokewa na kiongozi mkuu wa chama hicho chake cha Mapinduzi cha CCM. Kifo cha mbunge maarufu kwa mara nyingine tena sasa kimeleta huzuni kubwa Tanzania kwa uongozi wa juu wa taifa na umma kwa upana. Bunge lilitangaza rasmi kifo cha mbunge wa CCM wa viti maalum Halima Eid Nassor jana, ambaye aliwakilisha wafanyikazi wa sekta binafsi na ya umma chini ya nembo ya CCM. Tangazo hilo la ghafla la kusikitisha lilitolewa mnamo Jumapili Januari tarehe 18 na kudhibitisha kwamba mbunge huyo wa CCM mshirika wa Samia Suluhu anayeheshimika pia serikalini ameaga dunia ghafla. Mwenyekiti wa bunge Musa Azan Zungu amethibitisha kuwa marehemu mbunge huyo alifariki dunia alipokuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Kulingana na taarifa rasmi, aliugua bila kutarajia ghafla na alikimbizwa katika hospitali maalum ya moyo kwa matibabu ya haraka, lakini matibabu hayo hayakuweza kufanikiwa. Licha ya juhudi za wataalamu wa afya na madaktari, hali yake mbunge huyo wa CCM ilidhoofika ghafla na baadaye kuweza kufariki, jambo ambalo limewashangaza viongozi wa kisiasa na wananchi wa kawaida. Hali ya ghafla ya kifo chake ndani ya CCM imezidisha hali ya kutoamini na huzuni kote nchini. Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine walipotaarifiwa taarifa hiyo ya kusikitisha mara moja Ikulu mjini Dodoma, vyanzo pia vilivyo karibu na ofisi ya rais vinasema kuwa alipokea ripoti hiyo Samia Suluhu kwa masikitiko makubwa, akielezea hasara hiyo kuwa ya uchungu kibinafsi na kitaifa. Rais Samia inasemekana ametoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu mbunge wa CCM na kukiri kuwa Tanzania imempoteza mtumishi wa umma aliyekuwa na mchango mkubwa katika siasa na maendeleo ya taifa hilo. Msiba huu wa hivi punde unaongeza msururu wa nyakati za huzuni Tanzania zinazoikabili serikali ya hivi sasa ya CCM inayoongozwa na Samia Suluhu na kuongeza zaidi hali ya maombolezo na huzuni ndani ya uongozi wa nchi. Maafisa wakuu wameelezea hali hiyo kwa nzito kihisia kwa mkuu wa nchi Samia Suluhu pamoja na utawala wa CCM. Spika Azan Zungu kwa niaba ya wabunge wote alitoa salamu za rambirambi kwa wafiwa, familia, ndugu, marafiki na jamaa na wafanyikazi wenzake wa marehemu mbunge huyo kwa kutambua kipindi kigumu anachopitia baada ya kifo cha ghafla. Alisisitiza kwa bunge lilimpoteza mbunge aliyejituma na mwenye nidhamu na nguvu, ambaye utumishi wake ulikuwa na matokeo chanya katika kazi ya kutunga sheria na umoja wa chama. Ndani ya CCM habari hizo zimepokelewa kwa mshtuko na majonzi na huzuni, kwani Halima Eid Nassor mbunge huyo wa CCM alionekana kuwa ni kada wa kutegemewa na mwaminifu, ambaye mara kwa mara aliweka maslahi ya chama juu ya maslahi binafsi. Katika maisha yake yote ya kisiasa alihudumu katika nyadhifa kadhaa muhimu ndani ya chama tawala, akipanda ngazi kwa kujitolea na uadilifu. Uongozi wake ulikuwa na unyenyekevu, uchapakazi na uaminifu kwa kanuni za chama. Moja ya majukumu yake mashuhuri ni kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa, nafasi inayoonyesha imani aliyopewa na uongozi wa juu wa chama. Viongozi wa chama hicho cha CCM wameeleza kuwa kifo chake cha ghafla kinaacha pengo kubwa ndani ya CCM, hasa bungeni, kwa kuwa alikuwa akionekana kuwa mtu wa umoja na sauti ya kuaminika katika masuala ya ndani ya chama hicho. Wenzake wanamkumbuka kama kiongozi ambaye alikuwa tayari kila wakati kusikiliza, kupatanisha na kuchangia kwa njia yenye kujenga kwa majadiliano nchini na kumfanya
aheshimiwe katika duru tofauti za kisiasa. Zaidi ya siasa, Halima Idd Nassor, mbunge huyo wa CCM, alikuwa nguzo kuu ndani ya familia yake na kifo chake kimeacha pengo kubwa la kihisia na kijamii miongoni mwa jamaa ambao walitegemea mwongozo na msaada wake. Wanafamilia wanadaiwa kusikitishwa sana na msiba huo, kwani hakuwa kiongozi wa kisiasa pekee bali pia chanzo cha nguvu na utulivu wa maisha yao. Huku mipango ya kumuaga rasmi mara ya mwisho na kuzika ikiendelea kuratibiwa kati ya familia na mamlaka za serikali ya CCM, taifa limesalia na umoja katika huzuni. Viongozi wa dini na wadau wa asasi za kiraia wamewataka Watanzania kusimama katika mshikamano na familia na wafanyikazi wenzake wa marehemu mbunge katika kipindi hiki cha maombolezo. Jumbe za rambirambi zimeendelea na kuenea na kumiminika kutoka kwa viongozi wa kisiasa na Watanzania pamoja na taasisi na wananchi, zikiakisi heshima kubwa aliyoitoa katika jamii nzima. Hata hivyo, wenzake bungeni wamemtaja kwa mtulivu lakini mwenye sauti thabiti, ambaye mara kwa mara alitetea ustawi wa wafanyikazi, wanawake na makundi hatarishi, na hivyo kufanya uwepo wake katika mijadala ambayo ilichagiza sera muhimu za kitaifa. Viongozi kadhaa wa ngazi za juu wa CCM wamebainisha kuwa safari yake ya kisiasa ilikuwa na dhamira ya kimya kimya badala ya makabiliano ya hadharani, mtindo ambao ulimpa heshima hata miongoni mwa wapinzani wa kisiasa waliotofautiana naye kimawazo. Mtazamaji, sasa ripoti za kuaga dunia zimeweza kukithiri nchini Tanzania, ambapo hii ni huzuni kubwa kwa kweli, hasa kwa serikali ya CCM pamoja na kiongozi wao Samia Suluhu, ambapo ni hivi majuzi tu kulitokea kifo chengine na sasa hivi kumeweza tena kutokea kifo cha mbunge mwingine ambaye pia ni mwanamke ndani ya chama hicho cha CCM. Sasa hivi idadi ya wabunge waliofariki ndani ya CCM imefikia idadi ya pili. Ndani ya duru za serikali, kifo chake kinatazamwa kama ukumbusho wa hali dhaifu ya maisha, na hivyo kusababisha wito mpya kwa viongozi kuthamini umoja, unyenyekevu na utumishi wanapoendeleza majukumu aliyoyashikilia. Wakati Tanzania ikiendelea kuomboleza, wengi wanaamini kuwa kuheshimu urithi wake kunamaanisha kuimarisha maadili aliyosimamia kama mbunge wa Tanzania, kuhakikisha kwamba kujitolea kwake kwa chama cha CCM pamoja na bunge na taifa kwa ujumla kunaishi kupitia kazi za wale wanaofuata nyayo zake. Jumbe za rambirambi zimeendelea kumiminika kutoka kwa viongozi wa kisiasa Tanzania, taasisi na wananchi, pia zikiakisi heshima kubwa aliyoitoa katika jamii nzima ya taifa hilo la Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan pia anatarajiwa kuwasilisha rasmi salamu zake za rambirambi kupitia njia rasmi za mitandao ya Ikulu, kusisitiza umuhimu wa utumishi wa marehemu mbunge kwa taifa. Hata hivyo, kwa Watanzania wengi, kifo cha mbunge Halima Idd Nassor ambaye ni mbunge wa CCM na mkaribu wa Samia Suluhu ndani ya chama hicho ni ukumbusho wa gharama ya kibinadamu nyuma ya utumishi wa umma na uongozi. Kinaonyesha dhabihu za kibinafsi zinazotolewa na wale wanaojitolea maisha yao kwa uongozi wa kitaifa nchini. Wakati nchi ya Tanzania inatafakari historia yake na msiba, anakumbukwa kuwa kiongozi aliyejitolea ambaye mchango wake kwa CCM, bunge na taifa zima la Tanzania hautaweza kusaulika kirahisi. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Letu kama Simulizi Media ni kutuma pole zetu na rambirambi zetu kwa familia pamoja na serikali nzima ya CCM. Vile mtazamaji, na kuachia uwanja huu wa comment section utume rambirambi zako au unijuze maoni yako. Like video hii kisha subscribe na ubonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza kwa taarifa zetu zaidi.